Ahla sana marhaban bikum ya ayuha mushahiduna ikram, naitwa Husnu Swaifi kutokea Swaifu Soko. Hitaji lako ndio kipaumbele chetu. Bwana, leo na habari njema. Matajiri wenzangu, utajiri ni afya. Kwa wewe ni tajiri ukiwa na afya. Utajiri ni kukinai. Kwa wewe ni tajiri kwa sababu una kinai. So matajiri wenzangu, nina habari njema. Nimekata viwanja Fuoni Kibondeni. Kutoka barabarani mpaka vilipo viwanja ni dakika 5 kwa miguu. Ardhi yake tambarare kabisa. Ardhi yake ni madhubuti. Ikiwa mvua, ikiwa jua, gari inafika. Umeelewa vizuri hapo? Na viwanja ni vikubwa sana. Njia rahisi ni upitie Jumbi, kwenye soko la Jumbi kuelekea ile njia kati na kati. Baina mlango wa Jumbi kuna njia inaelekea huko Kisakasaka, njia ya Jumbi. Ndio njia rahisi sana kufika katika viwanja hivyo. So viwanja hivyo unaweza kulipa kwa muda wa mwaka mzima, ndugu yangu. Viwanja vina ukubwa wa mita 24 kwa mita 20, mita 17 kwa mita 32, mita 20 kwa mita 29. Kwa hiyo bei yake kiwanja ni shilingi milioni 20 na 23. Utashtuka bei, lakini viwanja ni vikubwa. Lakini sio tu kwamba viwanja ni vikubwa. Huduma ambazo nitazitoa hapo Swaifu Soko. Mimi napenda maendeleo na ninapenda watu. Napenda tuishi vizuri like family. Umeelewa vizuri? Huduma ambazo nitazitoa hapo ndio utajua kama kiwanja ni rahisi. Kwanza unalipa kwa mwaka mzima. Unatoa fedha ya mwanzo milioni 5 ama milioni 10. Ukitoa milioni 5, pesa itakayobakia milioni 15 tutaigawa kwa muda wa miezi 12. Utaangalia tutatoa milioni 1,250,000 ama milioni 1,500,000, lakini tukolipe kwa muda wa mwaka mzima. Ukitoa milioni 10 utalipa milioni 1 kwa muda wa mwaka mzima. Yani kila mwezi milioni 1. Lakini kama haitoshi, ukinunua kiwanja kwetu tutakukopesha tofali za nyumba nzima. Lakini upo uwezekano wa kutoa milioni 20, milioni 10 ikienda kwenye kiwanja na milioni 10 ikienda kwenye nyumba ambayo tutaweza kukujengea kwa installment. Down payment itakuwa ni milioni 10. Lakini hapa tunazungumzia nyumba ya chini, sio ya gorofa. Alafu kila mwisho wa mwezi utakuwa unalipa milioni 2 na huku nyumba inaendelea kujengwa na Swaifu Soko. Ujenzi wetu nafikiri umeweza kutembelea. Foundation imenyoka kabisa, tofali zimenyoka kiuhalisia kabisa. Tutafunga mikataba, nyumba yako tutakujengea mpaka kozi 4 za juu. So kuwezeka. Hesabu ya kuwezeka ni hesabu nyingine. Mpaka umalize deni lako ili hapa la mwanzo ndipo tutakwenda kwenye installment kwenye kesi ya kuwezeka. Lakini kuna njia za ndani katika viwanja hivyo. Umeelewa vizuri? Zile njia za ndani ni pana kabisa. Yaani ni pana kabisa, gari zinapita vizuri kabisa. Lakini kwenye njia za ndani tutatia zege sisi wenyewe Swaifu Soko, na tutafunga taa za sola. Taa za sola zile za posti zile tutafunga katika zile njia. Lakini kama haitoshi, hilo eneo lina sehemu ya parking. Ina sehemu ya msikiti na parking yake. Maduka ya msikiti yatakuwepo, lakini kuna sehemu special. Kuna parking, sehemu ya kuchezea watoto, garden pamoja na maduka. Huduma za kijamii lazima zikuwepo hapo. Tutaweka hizo huduma za kijamii, ndugu yangu. Kwa kutakuwa kuna parking, kutakuwa kuna maduka. Umenifahamu vizuri? Aidha unaweza ukakodi, aidha maduka mengine ya Swaifu Soko tukaleta bidhaa. Lakini kutakuwa na bustani nzuri kabisa ambao mida ya jioni watoto watapata sehemu ya kucheza. Tutafunga pembea za simple, watoto watapata kucheza. Lakini tutafunga wifi kwa wote ambao wanaishi katika mji huo. Tutachukua address code za simu zao na laptop zao, tutaziunga kupitia system yetu na internet itakuwa free hapo kwenye hiyo bustani. Sijui umeelewa mpaka hapo tajiri? Tutachimba kisima kwa ajili ya watu wote wapate maji. Lakini mwenye uwezo wake atachimba kisima ndani ya nyumba yake. Mji huu hauna matabaka. Kila mwenye uwezo wake anaruhusiwa kuja kununua. Na kila mwenye uwezo wa nyumba yake kujenga atavyoiza yeye ataruhusiwa kujenga. Yoyote anatakiwa kuishi katika mazingira mazuri na huduma nzuri. Hata kama amelaza bati, hata kama nyumba yake kaijenga kama keki haijamaliza hapa kipande iko hivi, lakini anahitajika kuishi katika mazingira mazuri. Hata kama atakuja kujenga tofali moja, leo tofali 2, kesho tofali 3, kesho tofali 4, anatakiwa kuishi katika mazingira mazuri. Na mji huu tutakuwa tunasimamia Swaifu Soko kuanzia usafi, umeelewa vizuri? Usalama wa watu baadaye utakuwa umemalizika. Patakuwa na security, watakuwa wanalinda mali zetu. Umeelewa? Mimi naitwa Husnu Swaifi kutokea Swaifu Soko. Nitafute sasa hivi
nikupeleke Fuoni Kibondeni kwenye Swife City. Umenielewa vizuri mpaka hapo? Namba simu ni 0714249514. Hiyo ni Swife City. Na viwanja vimekatwa na serikali, hakuna mgogoro aina yote, ni viwanja vya Swife Suku, vimefuata sheria na kadhalika. Viwanja ni vikubwa sana. Baadaye nitatuma documentary kuonesha hilo eneo, kukuambia kutoka mjini mpaka hapo kilomita ngapi, kutoka barabarani mpaka kwenye viwanja ni dakika ngapi ndugu yangu, na tayari huko mwanzo watu washajenga. Ni mji ni mzuri, na hapo mji tunausimamia Swife Suku. Njia yake katikati inatokezea Fuoni Morocco. Umeelewa vizuri? Nitafute kupitia namba hiyo hapo 0714249514. Lakini vitu vyote vinakuletea kwa sababu hadha min fadhli rabbi. Nikutakie siku njema.